Mwenye kuzisoma dhikiri hizi analolitaka linakubalika, na hata kabla haujamuomba Mungu, Mwenyezi Mungu anakupa unachokitaka. Hili halichagui. Yoyote atakayesoma haya, Mwenyezi Mungu anakubali chochote atakachokitaka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja tena kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambao mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo nipo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu na kufungua na kuongeza mengi sana. Maalim. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ndio. Vipi maendeleo? Alhamdulillah, salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko vizuri kabisa. Tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Mimi nimefarijika. Ndio. Tumeonana tena katika wakati mwingine. Naam, naam. Na ikiwa bado tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani, naam. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, bila shaka bado wanatamani kusikia na kufaidika kuhusiana na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tayeb, naam. Na tamani pia hata siku ya leo tungeendelea katika mada hiyo. Okay, sawa. Karibishe sana. Nashukuru sana. Asante sana bana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wasalamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, awali ya yote, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika ni utukufu wa Mwenyezi Mungu huu leo kuweko hapa tena katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukiwa bado tunaendelea na gurudumu letu hili, ijapokuwa pia liko mwishoni. Sasa hivi tupo katika 10 la pili na tunaelekea ukingoni. Tunaenda kuagana na mgeni wetu mwema ambaye tulikuwa naye, na tena hapo mbeleni atatukimbia, atatuaga. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwanza kutuweka hai, kutupa afya mpaka muda huu, kuweko ndani ya hili 10 la pili, kulidiriki na hata kujaliwa na Mwenyezi Mungu kufunga katika masiku haya. Ni jambo kubwa sana la kumshukuru Mungu hilo sana. Lakini tupo katika 10 la maghfira. Tumetoka katika 10 la rehma, tumeingia katika 10 la maghfira, la kusamehewa madhambi. Lakini hapo mbeleni tutaingia katika 10 la kunusuriwa na moto. Kutoka leo tumebakisha siku chache sana kufikia 10 la mwisho. Sasa nimefurahi pia leo kupata wasaa huu wa kuweza kulizungumzia tena hili suala la hii ibada ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu masiku yaliyobaki machache sana. Masiku yaliyobaki ni madogo. Muda umekimbia, muda umekwenda, Ramadhani inaondoka. Sasa tunatakiwa kama ni virago basi tuvikusanye, tuvifunge kisawasawa. Kama ni virago basi tuvikusanye na tuvifunge kikweli kweli. Kupata tena mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu tena kwa mara nyingine ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, majaliwa. Mwakani
Mimi sijui kama nitafika, wewe hujui, na wala anayetutizama na anayetusikiliza sasa hivi hafahamu kama atafika mwakani. Hayo ni mapenzi na ni makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuweko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema kubwa sana. Tuna kila sababu ya kuzungumza ama kuyazungumza mambo ambayo yatakayotufanya tuutumie vyema ipasavyo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ili ukiondoka tusiwe tumehasirika, tumepata hasara. Mwezi huu ukiondoka iwe tumechuma, tumepata nafahati zake. Mwezi huu ukiondoka basi na sisi iwe tumefaidika mambo mengi na makubwa. Huu mwezi ni wajibu kwangu na kwako kufaidika. Hili ni shamba Mwenyezi Mungu ametupa la mahindi yaliyoiva, yaliyokomaa vizuri, kila mmoja ajikadirie. Manake ni sawasawa na mtu akakuingiza katika holi la dhahabu, kwambia Januari mifuko hiyo chukua kadiri uwezavyo. Unatakaje wewe? Unatakaje? Hapo kuna kimfuko kidogodogo cha 200, kuna maroba makubwa, kuna nini. Chukua utakavyo. Fursa hiyo sasa ni juu yako bwana. Uchukue kifuko cha 200 au uingize kwenye mifuko au ubebe tu mkononi au uchukue lumbesa. Unajua lumbesa? Ushindilie mule mzigo ujae. Utafika nao vipi huko uendako au mengine, lakini kwanza shindilia. Kwa mwezi huu ni mwezi wa kushindilia. Amepata hasara sana ambaye hajatengeneza maisha yake katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa katika vitu ambavyo nimeviona muhimu sana, mwezi tunao, tuko nao, lakini hatujui tufanye nini. Kwa sababu nafahati za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani si kufunga tu. Utaupata huu mwezi radhi zake na fadhila zake ukifunga. Lakini mwezi huu una mambo mengi sana, una vitu vingi sana ambavyo ili unufaike navyo na uvipate, kuna mambo lazima uyafanye. Na hasa haya 10 yaliyobaki, haya masiku machache yaliyobaki, masiku haya ni masiku muhimu sana ambayo hakika tunatakiwa tunufaike nayo na tuyatumie vizuri ipasavyo. Tunaweza tusiwe tena hata na haja ya mwakani kama haya masiku haya tutayatumia vizuri. Kama tutafika ya mwakani haya, kama tutafika haya. Unajua utofauti wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwamba ibada yoyote inakubalika. Miezi mengine swala 5 inawezekana zisikubalike kwa madhaifu yako katika ile swala. Lakini mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ibada zote zinakubalika. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hata ufanye vipi ibada, hata unaswali una mawazo, ibada yako imeenda. Tofauti na miezi mingine, unaswali hauna utulivu, swala yako inakuwa ni batili, imebatilika ama haikubaliki. Lakini mwezi huu wa Ramadhani ibada yoyote utakayoifanya itakupa natija yake. Wakati mwinginewe tunatakiwa tufanye adhkari, mbalimbali. Tunafanya adhkari, lakini zile adhkari hazitunufaishi chochote. Ni kwa sababu ya tulivyo, madhaifu yetu, mapungufu yetu. Lakini katika mwezi huu ibada yoyote, adhkari yoyote utakayoifanya inakubalika. Kwa ni mwezi huu kweli wa kuchuma. Ushindwe wewe. Nini utafanya kisikubalike? Chochote utakachokifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kitakubalika na kitapokelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Nani sasa akubali kukosa? Nani anayekubali kushindwa kupata katika mwezi mtukufu Ramadhani? Kwa tuna kila sababu sasa ya kugeana na tija. Sawa? Kuna kila sababu ya kugeana elimu ya nini tufanye katika mwezi huu mtukufu Ramadhani ili tuweze kufanikiwa. Mwezi huu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu mchana yuko ardhini. Wallahi tuhusiane, tuutumie vyema huu mwezi mtukufu Ramadhani kuweza kupata nafahati na natija nyingi mbalimbali. Sasa mimi leo niko hapa kueleza ibada na adhkari na mambo ya kuyafanya katika mwezi mtukufu Ramadhani ili watu tuweze kupata nafahati na natija za huu mwezi mtukufu Ramadhani. Mwezi usipite, usiondoke bure. Kila mtu anaya kwake, kila mtu anavyovitaka. Tayari tupo sasa katika shamba letu hilo la mahindi au ghala la dhahabu, na sisi tunahitaji mahindi au tunahitaji dhahabu. Sasa ni khiari kwetu sisi kuweza kuzichukua kwa kiasi mtu unavyotaka na unavyoweza. Kuna ibada ziko muhimu sana za kuzifanya katika mwezi mtukufu Ramadhani, ambazo mtu ukizifanya ibada hizo wallahi unapata mambo mengi makubwa. Na leo tutaelezea ibada aina mbili, ibada za kuzifanya kwa haja yako yoyote lakini katika mwezi huu mtukufu Ramadhani ukizifanya ama ukifanya ibada hizo katika taratibu na mlolongo huo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi unapata vingi sana. Lakini pia ibada ya Lailatul Qadr, suala hili la pili la Lailatul Qadr talizungumzia nalo, na lenyewe pia watu waweze kulijua, kunufaika nalo. Nini tufanye kuipata Lailatul Qadr? Kuna ibada mtu ukifanya hata usipoiona Lailatul Qadr, lakini kama umeiona unapata yale anayopata aliyeiona. Utofauti wako na yule wewe hujaiona, yeye kaiona. Na tuzifanye hizi ibada, sababu ni ibada kubwa sana, hazitolewi kutolewa. Lakini tunatoa sadaka. Mimi natoa sadaka ibada hizi, na yasema haya kwa ajili ya Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini si kwa ajili ya kitu. Naweza nikakaa navyo ndani kwangu nikaja kumrithisha mtu mwingine au nikampa mtu ninayempenda. Yapo, kila mtu shekhi ana la kwake, anampa mtu anayemtaka, anayempenda. Lakini tunatoa sadaka si kwa ajili ya chochote. Na mimi natoa sadaka. Kuna ilmu ikifikia hatua mtu huwezi kuzisema tena. Kuna mambo, kuna wakati ukifikia huwezi kuongea tena. Kwa tuzitumie hizi ili Mwenyezi Mungu atujalie, ili Mwenyezi Mungu atujalie tukubali na tupate tunavyovitaka. Na hizi video watu wazihifadhi sana. Hatusemi hizi fahari ama kujifurahisha au kuwafurahisha watu. Watu wazihifadhi sana, utakuja kuona natija zao mbeleni.
muda wake utafika tu. Sasa tutasema hizo adhkari, nyiradi na ibada za kuzifanya ili mtu aweze kupata nafati na manufaa ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tuanzie katika ibada ya Lailatul Qadr. Hili mtu ukilifanya unapata ubora, malipo sawa, na nafahati. Nikisema nafahati manake ni manufaa ya Lailatul Qadr, utanufaika nayo kwa kuwa huu mwezi Lailatul Qadr inashuka, utanufaika nayo. Ikishuka na wewe unanufaika nayo. Kwa atakayelifanya hili atanufaika na Lailatul Qadr na ataona manufaa ya Lailatul Qadr. Jitahidi usome suratul Mulk. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mwenye kuisoma sura hii usiku wa Ramadhani mara 3, mwenye kuisoma sura hii usiku wa Ramadhani mara 3 kwa nia ya kupata ama kunufaika na Lailatul Qadr, kupata baraka za Lailatul Qadr na kumuomba Mwenyezi Mungu amjalie kuidiriki Lailatul Qadr, aipate Lailatul Qadr, basi utaipata. Kama hutoipata kwa kuiona, basi utapata zile faida zake Lailatul Qadr. Ukisoma suratul Mulk usiku mara 3 usiku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani katika muda sasa, usiku wote ule. Lakini hili niseme tena, hata miezi mingine wanasema ukisoma usiku mara 3 suratul Mulk, basi unapata thawabu na malipo na nafahati za Lailatul Qadr hata nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia vile vile unapata. Wewe hazina hii atakupa nani? Kubwa sana hii. Nani atakupa hili? Jambo kubwa sana hili. Sana. Ntaeleweka tu. Mwenyezi Mungu atujalie, lakini ni jambo kubwa sana mtu kupata malipo ya Lailatul Qadr. Ni ucha Mungu huo, haukamatiki tena wewe. Lakini hii na mimi natoa sadaka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie. Amen. Lakini ibada ya pili mtu ya kuifanya katika mwezi huu wa Ramadhani, sasa hii ni kwa ajili ya haja zako, mambo yako unayoyataka, fanya hili. Suratul Mulk, kuna watu wanaweza wasiweze kuisoma, ambao hawajui kusoma Qur'ani wajifunze waweze kuisoma, hakuna mbadala. Lakini hii ya haja zake mtu, hii ni adhkari ambazo mtu tu unatakiwa uzisome. Ukisoma kwa utaratibu huu na mpangilio huu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na hata nje ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wewe umefaulu. Umefaulu kumpata Mungu, tena umefaulu kufaulu kukubwa sana. Hizi ni dhikri kubwa za siri sana. Hata anayefundisha kumfundisha, anayemfundisha amfundishi kwa sauti. Hakika haya mimi nayasema sadaka, watu wakafanya kwa ajili ya Mungu, kwa
sababu kuna watu hawana pa kwenda kuyachukua, pa kwenda kuyasoma, lakini wanampenda Mungu, na siku zinakimbia, siku zinakwenda, siku zinaisha, hawana cha kufanya. Mtu anapapatika tu, unajua mfamaji alivyo. Ukakamata kaenda. Sasa lazima tusaidiane. Lazima tusaidiane. Sasa hii ibada ya pili katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku haya yaliyobaki, usile kitu chochote kinachotokana na roho kwa muda wa siku 9. Usifutari nyama, samaki, mayai, usifutari chochote kinachotokana na roho. Okay. Futari magimbi, ndizi, na hapa ndo utaona faida ya kupata mke anayejua kupika. Manake kuna futari zingine zinabebwa na nyama. Yaani ile futari bila nyama haiendi. Lakini kama mwanamke anajua kupika gimbi akalitia nazi lile, ya subhana, wala hauna haja ya nyama. Wewe ulifunga, sema hili neno ya Allah mara 4496. Ukiwa hauli vitu vinavyotokana na roho vyovyote vile mpaka siku ya Idi, mpaka siku ya Idi. Wallahi utakuja kuona siri kubwa sana ya Mungu. Okay. Useme hili neno ya Allah, ya Allah, huli kinachotokana na roho chochote. Uli samaki wewe, uli nyama, hunywi maziwa. Kwa maana nyingine ya Kiswahili, ule sana vya kuchimba mihogo. Ule vya kuchimba, vya kulima. Ule vya kulima. Wakati unafanya maneno haya, uwe umejitenga na watu. Uwe peke yako. Uwe peke yako. Siku utakayoyafanya maneno haya, uwe peke yako. Na unatakiwa ufanye maneno haya siku hizi 3. Siku 3 tu mfululizo. Alafu siku nyingine hizi wala haufanyi, ila hauli kinachotokana na roho chochote. Okay. Na hizi siku 3 utakiwa ujitenge, usikae na watu wakati unafanya haya. Unajitenga wakati unasoma tu? Wakati unasoma. Okay. Haukai na watu. Na upi muda mzuri? Wakati ukiwa umefunga au umeshakula iftari baada yake? Ukiwa umefunga ni bora sana. Okay. Ukiwa umefunga ni bora sana. Uzuri wa Ramadhani ni kwamba mchana kama usiku, usiku kama mchana. Mchana wa Ramadhani kama usiku wa masiku mengine. Fadhila zinazopatikanika mchana huu wa Ramadhani. Anayefanya ibada mchana Ramadhani muheshimu na muogope, na huyo na hivyo hivyo anayefanya ibada usiku muheshimu, muogope. Usijione wewe ni bora kwa kufanya ibada tu usiku wa Ramadhani. Hata anayefanya ibada mchana wa Ramadhani muheshimu sana. Alafu Ramadhani, unajua hakuna ibada inayorudi nyuma. Yaani Ramadhani hakuna ibada inayorudi nyuma. Tena hasa Mwenyezi Mungu akakujalia usiku wa Lailatul Qadr. Usiku huu ukakufika umefanya ibada, ya subhana. Ya subhana. Umepata jambo kubwa sana. Kwa hivyo siku 3 ndo utasoma ya Allah mara 4496. Hizi siku 6 zilizobaki zote hizi wewe utakuwa unajizuia kula vitu vinavyotokana na nafsi, lakini hautosoma. Hii unasoma mara 3, kwa maana siku 3 mfululizo. Ukimaliza ibada hiyo, ukimaliza utaratibu huo, au ukiwa upo katika utaratibu huo huo, unaweza ukawa unaufanya na utaratibu huo. Sawa? Huu unaanza siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa usiku. Maneno haya utayasema kila siku mara 1000 kwa mpangilio wa siku 7, na kila siku moja ina neno lake.
Tutaanza na siku ya Ijumaa, na ndio siku ya kwanza mtu unayotakiwa kuanza. Unaanza siku ya Ijumaa, utasema maneno haya: ya Allahu ya huwa, mara 1000 siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi utasema ya Rahman ya Rahim, mara 1000. Siku ya Jumapili utasema ya Wahid ya Ahad, mara 1000. Siku ya Jumapili. Siku ya Jumatatu utasema ya Fardu ya Swamadu, siku ya Jumatatu. Siku ya Jumanne utasema ya Hayyu ya Qayyum, mara 1000. Siku ya Jumatano utasema ya Hannan ya Mannan. Siku ya Alhamis utasema ya Dhal Jalal wal Ikram, mara 1000. Utaratibu ni huo tu. Maneno haya ukiyasoma kwa utaratibu huu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, fadhila zake ni kubwa mno, ubora wake ni mkubwa sana, na ni adhkari zenye siri sana. Hafundishwi yoyote hizi, ni mambo makubwa sana. Mwenye kuyasema maneno haya akayasoma haya, haswa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, akiwa anajizuia kula vitu vinavyotokana na roho, mtu huyo atakuwa kipenzi wa Mungu mkubwa sana. Mungu atamweka karibu yake mno. Lakini yale matakwa na matamanio yake na haja zake, Mwenyezi Mungu atamkidhia bila ya kumuomba. Mwenye kuzisoma dhikiri hizi, analolitaka linakubalika. Ukisoma tu kwa mpangilio huu, na hata ikawa ndio ada yako wewe, ukawa ni mtu wa kusoma dhikiri kwa utaratibu huo, huna utakalolitaka wewe lisiwe. Na hata kabla haujamuomba Mungu, Mwenyezi Mungu anakupa unachokitaka. Sawa eh? Leo tumetoa utaratibu huo wa dhikrullah, na haswa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini cha zaidi na cha ziada, Qur'ani imeteremka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mtu ukisoma Qur'ani mara kwa mara katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Qur'ani inaenda kuwa ni mtetezi wako kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kama tunavyofahamu, Qur'ani ni kubwa, na katika Qur'ani kuna sura nyingi sana, na Mwenyezi Mungu amejalia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hata nje ya mwezi wa Ramadhani ilivyo, kila sura katika Qur'ani ina siri zake na ina mambo yake. Kila sura katika Qur'an. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tutumie sana kusoma inna anzalnahu kwa ajili ya maiti zetu, marehemu zetu. Lakini mwezi huu ni mwezi wa kuomba. Tuombe sana mwezi wa Ramadhani, tuombe sana kwa Mungu, na hasa usiku tutakaposimama visimamo vya usiku, basi tutumie muda mwingi sana kumwomba Mungu. Na yule atakayefuata utaratibu huu niliutoa, baada ya kuumaliza, omba dua zako kwa muda mrefu sana. Usiombe dua 2, dua 3. Muombe Mwenyezi Mungu kwa yakini na kwa imani kubwa, kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Mwenyezi Mungu atakupa unachokitaka. Hakuna utakachokitaka Mungu asikupe ukifuata utaratibu huu. Hakuna. Uwe utakavyokuwa. Hili halichagui, halimtaki mpaka awe fulani. Yoyote atakayesoma haya
yoyote atakayesoma haya, Mwenyezi Mungu anakubali chochote atakachokitaka. Kama una mengi, una haja nyingi, una vitu vingi, vitu mbalimbali, tumia utaratibu huu kumwambia Mwenyezi Mungu kwa haja zako. Mwenyezi Mungu atakukubali. Mwenyezi Mungu atapokea haja zako. Leo kwa ufupi na kwa uchache nimeyatoa haya na nimeyasema haya. Mwenyezi Mungu atukubali, atuhurumie na atusamehe. Amin. Tumeyasema haya kwa ajili ya Waislamu wenzetu walioko kokote ulimwenguni, ili tuweze kunufaika kwa pamoja kutokana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atukubali, atuhurumie, atusamehe. Amin. Na atustiri aibu zetu. Amin. Kwa haya machache niliyosema, niseme alkamalu lillah wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Naam. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu kuanzia mwanzo hadi hapa tulipofikia. Hakika mwisho wa darasa hili hapa ndio mwanzo wa madarasa mengine. Kwa hiyo subscribe hapa, lakini pia waambie ndugu jamaa na marafiki kwamba Jawabu TV ndio sehemu pekee ambayo unaweza kupata mambo kama haya. Tuwakumbushe pia na wale ambao kama bado hawajatufollow katika mitandao yetu ya kijamii, basi waendelee kutufollow huko, lakini pia kuna linki hapa ambayo tumeiweka kwa ajili ya WhatsApp channel, kwa hiyo jiunge kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuendelee pia na yale ambayo mwalimu hapa ametuambia ili tunufaike wote. Ramadhan Karim. Mimi naitwa Januari, ni mwakana ni Chuda. See you until next time. Lakini yote kwa yote tunasema Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Assalamu alaikum.